Salamu zangu kwa wale wote ambao wanafuatilia Eric Burundi TV popote pale mlipo. Basi kwa muda huu ningekuomba usubscribe kama ulikuwa bado hujasubscribe. Basi ni mimi hapa Simba from City aka Bin Laden Sharpshooter ambao ninakuletea habari tofauti tofauti. Basi kwa muda huu niko pamoja na kiongozi wa timu ambayo hatujui kiundani ni timu gani, lakini tutakuja kufahamu. Nasikia ni timu mpya lakini tayari ishaandikishwa kucheza daraja la 3 nchini Burundi na mwaka huu itawania kombe la rais hapa nchini Burundi. Basi ngoja tumkaribishe kiongozi. Habari yako kiongozi? Salama, mambo vipi? Kwema. Karibu kwetu Kabonga. Asante sana. Kabla ya vyote nilikuwa napenda niweze kufahamu majina yako na timu hii ambayo mnaisimamia inaitwaje na wewe una kitengo gani ndani ya hii timu? Mimi kwa majina naitwa Hussein Saidi almaarufu Kabumbe. Na mimi ni makamu mwenyekiti wa timu ya Rock City. Timu inaitwa Rock City ambayo imeanzishwa mwaka huu 2026. Ndio. Kazi yake ni hapa Kabonga. Swali langu la kwanza, timu hii kwa nini mliamua kuiwekea makazi hapa Kabonga? Timu hii imewekewa makazi ya Kabonga kwa sababu mwekezaji au mmiliki, yani mwenye timu ni mzaliwa wa kijiji hiki cha Kabonga. Na lakini haishi mazingira haya, anaishi nje ya nchi. Kwa hiyo kwa sababu amezaliwa hapa ndio maana akaamua kuiweka makazi yake yawe katika kijiji alichozaliwa. Tumezoea kuona timu nyingi zikija mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu zinapotea. Hivi ni kitu gani cha tofauti ambacho nyie mmekuja mmekileta kiasi kwamba watu waamini kwamba timu hii imekuja ipo serious? Mimi nahisi hatuwezi tukachukulia mifano ya timu zingine kulingana na jinsi ambavyo sisi ni wana michezo. So mambo ya michezo tumeyazoea. Kwa hiyo sio kitu cha kujifunza bali ni wenyeji wa mambo ya soka. Kwa hiyo nahisi tunaendelea tulipoishia. Kwa hiyo mambo ya michezo au mambo ya kuongoza timu ni kazi ya ukoo kabisa. Angalia hata wazazi wetu waliokuwa wanaongoza mambo ya virabu. Kwa hiyo tunaendeleza wazazi wetu walipoishia. Tukichukulia kuna wachezaji wengi hapa. Lakini kwa nini kwenye usajili hamkuweza kusajili wachezaji ambao wana wakubwa kwenye ligi hii ya Burundi? Ina maana sisi bado hatujamaliza kusajili. Ina maana bado milango iko wazi. Bado milango iko wazi kwa yoyote yule ambaye anajisikia kujiunga na Rock City, milango bado ipo wazi, lakini inshallah baada ya mwezi huu, mwishoni mwa mwezi huu inshallah tunaweza tukafunga milango. Yaani yeyote yule anakaribishwa kujiunga na Rock City. Rock City waga mnamsajili mchezaji mkifuatia viwango gani? Sisi tunamsajili mchezaji kulingana na viwango vyake na ubora wake. So kwanza awe ni mchezaji mwenye kupenda hii kazi, au na viwango vinavyokidhi, au na nidhamu na mambo mengine. Ligi huwa inaomba budget. Kwa upande wenu umejiandaa na budget ya kulinganaje kwa kwanza msimu huu? Mimi nahisi kuhusiana na budget si ni nguvu kali. Kwa hiyo watu waondoe wasi na mashabiki zetu tunaomba waondoe wasi. Tumejipanga kupambana, tumejipanga kwenye michuano yoyote ile itakayojitokeza mbele yetu. Kila ligi tutashiriki inshallah. Tunapenda tufahamu, kuna baadhi ya wachezaji ambao wametoka sehemu tofauti tofauti wamekuja kuchezea hapa Kabonga, kuchezea ndani ya Rock City ambao makazi yake yapo Kabonga. Hivi unahisi ni uwezo gani ama ni fursa gani ambayo mnayowapa ili wakicheza hapa na wao wapate posho ya kutosha? Mimi nahisi kwa vijana ambao ni wageni wa mazingira ya Kabonga, nahisi mpaka sasa wanaenjoy kwa sababu ukiangalia sisi tuko boda. Istoshi ni kijiji ambacho kimebahatika kupakana na nchi mbili, tumebahatika kupakana na nchi jirani ya Kongo na nchi ya Tanzania. Kwa hiyo vijana wanaenjoy, hawatamani kutoka Kabonga. Napenda nifahamu baadhi ya wachezaji ambao umewatafuta, kuna wachezaji wangapi kutoka Tanzania? Wachezaji kutoka Tanzania wapo wachezaji 5. Wapo wachezaji kutoka 5 na kuna wengine wachezaji ambao wanatoka mazingira tofauti na mkoa wa Burunga. Na kuna wengine wanahitaji bado wanaomba kuingia katika kambi. Ukitizama kwa upande wenu wa timu, unahisi ni kitu gani kinachofanya wachezaji wa Rock City wajione wa thamani? Mimi nahisi vijana wenyewe kulingana na mapokezi na maandalizi wanayoyaona tunayafanya. Ukiangalia kwanza tumebahatika kupata kocha
tumebahatika kupata kocha mkubwa, tumemsajili kocha mkubwa, kocha mzoefu. Kwa hiyo na imani vijana wanaenjoy kupata mazoezi ya kocha mkongwe. Tutarajie nini ndani ya Rock City? Mimi nahisi mashabiki zetu watarajie makubwa kupitia Rock City, na tungependa mashabiki wajitokeze kwa wingi kutusapoti. Mimi na imani huwezi kuwa na timu bila kuwa na mashabiki. Mashabiki ni wachezaji wa 13, kwa hiyo tunaomba mashabiki wajitokeze kwa wingi kutupa sapoti. Tutarajie kuja kuona Rock City Academy? Itakuwepo tu. Tuombe uzima. Unahisi ni kitu gani ambacho kilichofanya kwa upande wako uweze kupenda soka sana? Mimi nahisi kama jinsi nilivyokuambia ni kazi ya ukoo. Yaani ni maji hufuata mkondo. Ukiangalia toka kwa mababu zetu, wazazi wetu, wao wenyewe wakawa na soka. Nahisi na sisi tujikuta tunapenda soka. Wanasema kwamba Kabonga watu wengi wanapenda mpira sana. Wanapenda soka kupitiliza. Endapo watakapowaruhusu muweze kupokea mechi mchezo ndani ya uwanja, unahisi uwanja utakuwa mzuri kwa wachezaji ambao watakuwa wa kigeni? Mimi nahisi hata ningependa nichukue fursa hii kuiomba serikali yetu isitupilie mbali watu wa Kabonga, hususan kiwanja cha Kabonga ni kifinyu kulingana na watu wa Kabonga ni wana michezo. Watu wa Kabonga wanapenda michezo. So ukiangalia uwanja wetu umebanwa na manyumba ya watu. Kwa hiyo tunaomba serikali iliangalie kwa jicho la tatu ili hapa iweze kufuatilia hili swala. Kama namna gani vipi waje waongee na hao watu ambao walijenga katika karibia na uwanja, waweze kuwawezesha ili mradi uwanja ukizi vigezo, kwa sababu naona uwanja mpaka sasa ni mfinyu na watu wa Kabonga ni wana michezo. Mimi na imani kwa mashabiki ambao wanafurika hapa wanakosa sehemu ya kusimama. Nikitazama Muyange wamewajengea uwanja wamewapa sehemu ya kujenga uwanja. Hivi unahisi shida inakuwa wapi ili mkose uwanja? Mimi nahisi Muyange na wao wamepewa sasa hivi uwanja. Zamani uwanja uliokuwa nao nahisi naona kama ushageuka kwa soko. Kwa hiyo na sisi tulikomaa na huu uwanja toka zamani. Kwa hiyo baada ya vita ile ya 90 ngapi ile ilipelekea watu kusogelea uwanja. Kwa hiyo nahisi zamani uwanja ulikuwa mkubwa, hakuna jitosheleza. Lakini baada ya watu kuingia ukimbizini, watu waendelea kuvamia uwanja na unaona sasa hivi uwanja ni mfinyu. Kwa hiyo tunaomba serikali iangalie hili hapa kama wana michezo. Tukiangalia mheshimiwa mwenyekiti wa chama Mzee Reveriano anapenda soka. Kwa hiyo tunaomba mheshimiwa angalie hili hapa kwa jicho la tatu, aje tuangalizie maeneo yetu, uwanja upate nafasi ya kuenea. Tunashukuru sana Rais President wa Rock City. Asante sana mheshimiwa mwandishi.